Tuambie. Sio kuna mahali utakana umeenda kibiashara. Kuna mahali utakana umeenda kiuchumi. Kuna mahali utakana umeenda kiroho. Na ndiye akajua kama unaendelea kwa uombaji, kama unaendelea kufunga, kama unaendelea kuwa na adabu kwa mchungaji wako, kama unaendelea kuwa msikivu, aliyekagundua unaendelea kuwa na nguvu, na kama unaendelea kuwa na nguvu, unakuwa na madhara kwenye ufalme wake. Akaamua kukudhoofisha, akamkamata akili yake mume wako, akamburuta, akamsokota, akamwambia sasa leo hakuna kwa hapa. Unasikia tunaambia? Akaingia kwenye vichwa vya viongozi wa dini, waanza kuja tu marufuku ya hayo mambo yako. Naenda. Kisha. Sasa tunaweza tunakata tunakata rufaa juu ya adili ambaye yeye amehukumu katika ulimwengu wa roho. Umeelewa la kiumima katika ulimwengu wa roho. Tunamaanisha hivi, falme za giza za kimashuhuri, falme za giza za miungu wa mchini, zinajua kabisa madhara ya hii huduma katikati ya maisha watu wenye mchini, katikati ya watu waliofunga na hiyo miungu. Hiyo miungu inajua aina ya hasara, wanajua aina ya matatizo. Wanasema hivi, kwa nini madhara ya zidi? Kwa hiyo tayari kuna madhara yanaonekana. Sasa ili kuyafanya yasiwepo, tunaamua kukomesha hii kazi, tunaamua kuzuia hii kazi. Na tamka kwa jina la Yesu,